Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, tunawatuletea matangazo moja kwa moja, matangazo ya spoti katika Danadana viwanjani. Siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ametupa pumzi na nguvu kuletea matangazo mechi makubwa, ambapo ni matokeo tu ya timu kadhaa ambazo zilicheza katika UEFA Champions League, lakini leo ni yale tu matokeo ambayo jinsi yalivyochezwa na yalivyotokea. Cha msingi sana ni kuhakikisha kwamba inakuweka sawa sawia na matokeo ya UEFA Champions League yalivyochezwa katika ubora wake na jinsi mambo yalivyotokea. Moja kwa moja niweze nikupatia tu kinajulikana kama kitambulisho ndani ya Sport ni James Mambo moja kwa moja. Asante sana. Anachukua kule Joffrey, anacheza kule juu kumtafuta nani? Mohamed Amari. Anakwenda kule Mohamed Amari, anacheza moja safi katika uwanja, anakuja na goroka kule juu, anakuja na piga kule pasi hapa kwa kana kumtafuta Makol, anakwenda Didi anapita kisha anakuja huko. Hayo ndivyo mambo yalivyo, hivyo ndivyo simulizi ilivyo, lakini moja kwa moja basi nikupe matokeo yalivyokuwa. Ni kwamba mechi za UEFA Champions League zilivyochezwa katika mkondo wa kwanza, ugani Emirates kupenda klabu ya Real Madrid walikuwa ni wageni dhidi ya Arsenal, ambapo ilikuwa ni mechi ya msisimuko kwa aina yake. Mashabiki waliofurika furifuri katika uwanja ule kuweza kushuhudia mtindo ule ambao ulikuwa ni mechi kubwa baina ya vilabu viwili kutoka Real Madrid na Emirates Arsenal. Lakini kwamba matokeo yaliyotokea ni kwamba klabu bingwa ambao ndio mabingwa watetezi wa UEFA Champions League Real Madrid walipata kipigo cha magoli matatu kwa bila dhidi ya wenyeji the Gunners ukipenda Arsenal katika uwanja wa Emirates Stadium, ambapo mchezaji Declan Rice aliibuka na ushindi mkubwa wa kuwa mchezaji bora katika mechi ile, ambapo walipatia Arsenal uongozi wa magoli mawili kwa bila katika dakika ya 58 na dakika ya 72 kupitia kwa mikwaju ya matuta ama ukipenda free kick. Mchezaji huyu anazungumziwa kuwa mchezaji bora ambaye anaorodheshwa kati ya wachezaji ambao wameshafanya hivyo katika mashindano tofauti na kuhakikisha kwamba anaingia katika kumbukumbu za vitabu za wachezaji waliopiga free kick katika mechi moja na kufunga zaidi ya magoli mawili. Namzungumzia Declan Rice, mchezaji wa timu ya taifa ya Uingereza ukipenda England. Kwa sasa anachezea klabu ya Arsenal kutokea pale West Ham United, ambapo alichukuliwa kwa kitita cha takriban pauni milioni 110, ambao ndio ilikuwa sajili kubwa sana tangu Arsene Wenger aidure Arsenal na kustafu katika soka. Mikel Arteta aliingia kilindoni na kuchukua kijana yule kutoka West Ham United na kuhakikisha kwamba anamtumia ilivyo ili kuhakikisha kwamba anaboresha kikosi chake, na hatimaye basi alionyesha umahiri wake kuwa ni miongoni mwa wachezaji bora alipofanya hivyo na kuhakikisha anasaidia Arsenal kuibuka ushindi mkubwa wa magoli matatu kwa moja. Goli la tatu la Arsenal lilipachikwa na mchezaji Merino ambaye alipata pasi ama alipokea pasi murwa kutoka kwa kijana Luis Kelly ambaye anavaa jezi 48 upande wa timu ya Arsenal, mchezaji mchanga sana ambaye ana miaka 18 katika klabu ya The Gunners maarufu Arsenal. Moja kwa moja basi ukiwa nami na sawia hapa nikuletee matokeo ya mechi zinginezo ambazo zilichezwa. Ilikuwa Barcelona walicheza nyumbani Camp Nou dhidi ya klabu ya Borussia Dortmund kutoka Ujerumani, ambapo Barcelona walishinda magoli 4 kwa bila, na ni kwamba katika mechi hiyo basi Barcelona wanapiga upato mkubwa wa kuweza kushinda katika ligi ya pili, ambapo itakuwa ni marudio ya Jumanne ijayo tarehe 16, ambapo klabu hiyo basi ya Barcelona ina nafasi kubwa sana ya kujongea hadi finali za UEFA Champions League 2024-2025 wanavyosema. Timu nyingine ambayo ilijipatia ushindi mnono na ushindi hafifu ilikuwa ni PSG ambayo ilicheza dhidi ya Aston Villa kutoka ligi ya England, ambao waliweza kutangulia Aston Villa waliweza kutangulia kupata bao la ushindi mapema, lakini wapinzani wao PSG wakarudia kimchezo na kuweza kusawazisha ile bao na kufunga bao la pili, ambao mechi hiyo ilitoka mabao 2-1. Ni kwamba
Aston Villa mkondo wa pili wana kibarua kwa sababu walikuwa nyumbani na wakaweza kupigwa magoli mawili kwa moja. Kwa hivyo endapo basi Aston Villa watajitakia nafasi ya kuweza kushiriki katika mkondo wa nusu fainali, ni kwamba lazima waipige PSG magoli 3-0 katika mkondo wa pili, na hapo watakuwa na nafasi ya kuweza kusonga mbele katika ngarambe hii. Mechi ya tatu ambayo ilisakatwa ilikuwa ni dhidi ya Bayern Munich akicheza dhidi ya Inter Milan, ambayo mechi ilitoka ya 2-1. Bayern walizidiwa maarifa Inter Milan ya Italia na kuweza kupigwa magoli 2-1. Kwa hivyo mkondo wa pili Bayern wana kibarua chini ya mkufunzi mchanga kabisa Vincent Kompany, ambaye alikuwa mchezaji wa Man City miaka miwili iliyopita chini ya kocha ambaye kwa sasa anainoa klabu ya Manchester City Pep Guardiola. Mechi ya mwisho ya ine ilikuwa ni dhidi ya AC Milan na AC Roma katika klabu bingwa barani Italia. Ni kwamba AC Milan na AC Roma wanajuana kama derby. Ni kama vile ukipeleka klabu ya Manchester United wakicheza dhidi ya Manchester City, inasemekana huwa ni derby, the Manchester derby. Sasa kule chini Italia AC Roma na AC Milan, basi ni kwamba hizo zinakuwa huwa ni mechi za kufa kupona, yani funga nifunge, funga nifunge. Katika matokeo hayo ya UEFA Champions League yaliyotarajiwa na yaliyotokea ndio hayo kwa hivi sasa, lakini kwamba mkondo wa pili utachezwa juma lijalo tarehe 16 na tarehe 17, ambapo Arsenal watakuwa wanafika katika uga wa Bernabeu pale Real Madrid waweze kucheza katika mkondo wa pili. Ni kwamba Arsenal wanayo nafasi kubwa sana, asilimia kubwa sana kuweza kushinda mechi hii na kujikatia tikiti ya kuingia katika nusu finali. Endapo wataipiga Real Madrid, basi watakuwa na nafasi nyingine tena ya kusonga mbele na kuweza kucheza katika nusu finali ya UEFA Champions League. Endapo Real Madrid watajitahidi na kushinda mechi hiyo, basi wanastahili kuishinda Arsenal magoli 4-0, ndipo watakuwa wanajikatia nafasi ya moja kwa moja kuingia katika semi finali. Lakini hayo yote 9-10 ni kwamba mpira udunda, siku zote dakika 90 ndizo zinazoamua nani mshindi, nani zaidi ya mwingine. Mechi nyingine ambayo itakuwa ni dhidi ya Inter Milan ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Bayern Munich. Ni kwamba Bayern Munich wana kibarua, endapo watapigwa basi watakuwa wanaaga mashindano hayo na Inter Milan watakuwa wanajitatia tikiti ya kwenda moja kwa moja katika semifinali. Lakini katika mechi zote ambazo ziko katika raundi hii ya pili na ya mwisho ya UEFA Champions League, ni kwamba mashabiki wengi sana wanapigia upato Barcelona kufika kikomo ama kufika kileleni ama kufika katika finali dhidi ya Arsenal. Endapo Arsenal basi wataipiga Real Madrid, watakuwa na kibarua kucheza either kati ya PSG na Inter Milan. Kama wataipiga PSG, basi watakuwa na nafasi nyingine tena ya kushiriki katika finali za UEFA Champions League mwaka 2024-2025. Na kama Barcelona watakuwa na nafasi ya kuweza kuipiga Dortmund Borussia, basi watakuwa na kibarua kati ya Arsenal itakapofika kule Bayern Munich, ambapo finali hizo zitasakatwa mwezi ujao ambao ni mwezi wa 5 baada ya ligi zote kukamilika. English Premier League na Borussia Dortmund kutokea kule Bayern Munich, alafu na Inter Milan vile watakuwa na mashindano endapo watakuwa wanapiga katika nusu finali. Mshindi yote atakayeingia katika finali itakuwa ni ya kufa kupona. Je, kutazama ama katika mtazamo wangu ni kwamba kati ya Arsenal na Barcelona endapo watakutana katika finali,
Ni nani unamuona atakuwa na urahisi wa kuibuka mshindi kati ya mechi hizi ama katika timu hizi mbili ambazo zitakutana? Kumbuka Barcelona wapo katika nafasi nzuri ya ligi wakiongoza, huku Arsenal pia wako katika nafasi ya pili katika ligi ya Uingereza, Liverpool wakishikia nafasi hiyo, na huku basi ni kwamba timu zote mbili zitakuwa na uungwaji mkono na zitakuwa na ushawishi mkubwa sana endapo zitakutana katika fainali za UEFA Champions League. Tukutane tarehe 16 na tarehe 17 nikupe uhondo kamili matokeo hayo uwanjani. Jina langu ni James, kwako mwalimu upande wa pili wa studio. Nayo mengi ama tuendelee.